wewe Baba, ni wewe, ni wewe, oh, ni wewe, mlinzi wetu, ni wewe, ni wewe Baba, ni wewe Baba, ni wewe, ni wewe, oh, ni wewe, ni wewe Baba, ni wewe, ni wewe, oh, ni wewe, ni wewe Baba, ni wewe, ni wewe Baba, ewe, ni wewe Baba, ni wewe, ni wewe. Oh, sisi wana wako tumekusanyika, angalia Baba. Oh, tumekusanyika, uturehemu, angalia Baba. Oh, angalia Baba. Oh, angalia Baba. Oh, angalia Bwana. Oh, angalia Baba. Oh, angalia Jehova. Oh, angalia Baba. Oh, angalia Baba. Oh, angalia Baba. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa wema na fadhili zako. Asante Baba kwa jioni ya leo. Asante Mfalme wa falme kwa yale umetutendea. Asante kwa sababu ya wema na fadhili zako. Jioni ya leo Baba, tunaweka kila jambo mikononi mwako. Naomba Baba kwa sababu ya neno la siku ya leo, yeyote atakayefikiwa na neno Mfalme, ukambariki ukamtakase. Asante Jehova kwa neema yako na kibali chako Mfalme. Asante hata kwa kazi yangu ambayo umenipa Mfalme wa falme, naweka wote mikononi mwako. Asante kwa sababu ya damu yako iliyotereka pale msalabani. Naomba damu yako na neema yako ikatutosheleshe, ikawe juu yetu, ikawe utukufu wako. Asante kwa sababu ya utukufu wa jina lako Mfalme. Baba, jioni ya leo Mfalme, naweka kila mpango mikononi mwako. Asante kwa neema yako na kibali chako. Ni kwa jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu naomba hata na kushukuru. Amen. Okay, Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu wote kwa jina la Yesu. Kwa majina naitwa Evangelist Boniface, nimeokoka na mpenda Yesu. Nasema ni kwa neema ya Bwana ndio mahali nimefika. Haijawa rahisi, sio kawaida, bali ni mkono wa Bwana umetubeba pamoja na familia yangu. Jioni ya leo nashukuru Mungu kwa sababu ya mwaka mwingine mwema, mwaka wa 2026 ambaye ni mwaka wa neema, mwaka wa kibali katika maisha yetu, mwaka ambaye Mungu anaenda kutuondolea kila ajali, kila mipango mibaya, kila maroho ya giza, kila mipango ya ibilisi, yote inaenda kuondolewa kwa jina la Yesu. Jioni ya leo I take this opportunity to say thanks for everyone ambaye ataitashama, ambaye atabarikiwa na neno la siku ya leo. Kwa sababu wakati Mungu anapanga kuinua mtu, anakuinua ili utakase jina lake. Mungu anakuinua ili aonekane juu yetu. Ijalishi unayoyapitia, ijalishi unayoyaona, ijalishi unayopitia, hayo unayapitia kwa muda. But kumbuka ya kwamba kuna Mungu ambaye anafungua milango, kuna Mungu ambaye anainua kutoka mabubini, kuna Mungu ambaye anabariki maisha ya kila mmoja. Ijalishi maisha yako yamefika wapi, ijalishi umepitia yapi, ijalishi unaenda wapi, lakini kwa damu ya Yesu nataka ukuje kuambia siku ya leo ya kwamba wewe ni mshindi. Bwana Yesu asifiwe. Bila kupoteza muda, utasoma neno the book of John. Utasoma kwa lugha ya Kiingereza. John kuanzia mstari wa 6 tuanze verse 26. Bwana Yesu apewe sifa. Jesus answered, I tell you the truth, you are looking for me. I am not because of you miracles, signs, because you are the loved and the fulfilled. Do not work for food at this point. Bwana Yesu asifiwe.
Neno la siku ya leo ukianza hapo verse 25, title inasema ya kwamba Yesu ndiye mkate wa uzima. Bwana Yesu asifiwe. Mkate wa uzima ni nini? Unafaa kujiuliza ya kwamba mambo ingine unaweka reality. Bwana Yesu apewe sifa. Mkate wa uzima ukiangalia wakati Yesu alikuwa anatangaza ya kwamba yeye ndiye mkate wa uzima, ya kwamba yeyote atakaye kula hiyo mkate atasikia njaa tena, atasikia kiu tena, kwa sababu yeye amebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Jioni ya leo nawaambia ya kwamba yeyote atakayeenda kwa Yesu na kumuita kila wakati, Bwana atatenda. Ya kwamba Bwana anatenda kani na mapenzi yake. Bwana anatenda chochote ambacho unahitaji. Bwana anaweza kutendea makuu na maajabu, kwa sababu wakati hakuwa anamaanisha hii mkate tunakulanga, hii mkate ya mafuko. Alikuwa anamaanisha wakati wewe unaenda kwake na unanyenyekea mbele zake, unamwambia Bwana, mimi nimekosa, mimi ni mwenye dhambi, sistahili hata karibu na meza yako. Bwana, jioni ya leo naomba ukanifungulie malango. Naomba ya kwamba ukanifungulie madirisha ya mbinguni. Naomba ya kwamba Bwana ukaniandalie, kwa sababu the Bible says, Biblia inasema ya kwamba wakati Yesu anasema on him and the Father has placed share and improve. Then I ask him, what must we do to do work of God requires? Bwana Yesu asifiwe. Tunaulizwa ya kwamba tunaweza fanya nini bila tunafaa kufanya ili tufanye kazi ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Kitu ya kwanza lazima uwe muombaji. Kama uombi utaweza kufanya kazi ya Bwana kama uombi. Kama unjitolei mwenyewe. If you are not sacrifice yourself to the work of God, I never do the work of God without sacrificing yourself. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima kwanza ujitoe. Lazima kwanza ujitoe kama dhabihu, ambaye dhabihu iliyo safi mbele za Bwana. Ukajitoe kama dhabihu ili ukakubalike mbele zake Bwana, kwa sababu the Bible says ya kwamba sisi wote wakati Adam na Hawa walitenda dhambi, ufalme wa Mungu ulitoka ndani yetu. Lakini kwa vile jinsi vile Mungu alivyo mkuu, kwa vile Mungu alivyo mwaminifu, akatoa mwanae wa kipekee ili yeyote atakaye muamini asipotee kamwe, bali apate uzima wa milele. Bwana Yesu apewe sifa. So wakati unataka kusema ya kwamba, wakati unapojitolea mbele za Bwana, wakati unapoenda mbele za Bwana, unamwambia Bwana unastahili, unamwambia Bwana na kuomba ukanifanyie hiki, ukamwambia Bwana nahitaji ukanitendee hiki, kwa sababu Mungu ni mwaminifu, huwa anasikia, huwa anatenda. Bwana Yesu apewe sifa. So script siku ya leo in the book of John inatufunza ya kwamba tunyenyekee kwa Bwana. Tuhitaji chochote ambacho utakachohitaji. Tuite Bwana na Bwana atatenda. Bwana Yesu asifiwe. Tuambie Bwana kila hitaji la moyo wetu, na yeye atatenda, kwa sababu yeye ni mwaminifu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. So nataka kusema nini? Jesus is the bread of life. Yesu ndiye mkate wa uzima. Yesu ndiye uzima mwenyewe. Kwa sababu sisi zote tunatarajia tupate ufalme wa mbinguni. Sisi zote tunaomba ili tupate ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Tunapata ili tupate ufalme wa mbinguni, na lazima uwe muombaji. Kitu ya kwanza lazima uwe muombaji. Bwana Yesu apewe sifa. Na wakati unapojitolea na unakuwa muombaji, Bwana anatenda kulingana na vile wewe unapohitaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Biblia inatuambia tukienda sasa, number 1 lazima uwe muombaji. So how can you pray? And the Bible says in the book of Matthew, kitabu cha Mathayo 6 verse 5 kuendelea. And when you pray, do not be like the hypocrite, for they love pray for standing in the synagogue and the street and the corners,
by the men. I tell you, truth, they received their reward full, but when you pray, go into your room and close the door and pray to the Father who unseen. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inatuambia ya kwamba tunapoomba, unapoenda mbele za Bwana, unapoomba, omba. Usiende hapo kuomba ili uonekane. Usiende kwa barabara ukiomba ili watu wajue ya kwamba wewe unaomba. Inatuambia uende the secret place. Uombe Mungu asiyeonekana. Uombe ukiwa mahali pako pale utakapoomba. Na uambie Bwana, uombe Baba yako aliye mbinguni. Kwa sababu wakati utakapoomba na uambie Bwana mahitaji yako, atakutendea kulingana na vile unahitaji. Usiende yani kuomba ili uonekane, ili watu wakusifu waseme wewe unajua kuomba, ili watu wakusifu waseme wewe unajua kufanya. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Fanya ile kitu itafurahisha wanadamu. Usifanye ile kitu utafanya ili uonekane. Usifanye kitu ile utafanya ili uonekane na binadamu. Bali fanya ili we mwenyewe upe Mungu utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Usifanye ili uonekane mpendwa. Kwa sababu ukiendelea verse 7, when you pray, do not keep babbling like pagan, for they think they will earn because there are many want. Do not be like them, for the Father who knows what you need before you ask him. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko, the same scripture, inatuambia ya kwamba unapoomba usiende, yani unapoomba, omba chochote ambacho utakachotaka. Kwa sababu Mungu wetu anajua tunahitaji. Mungu wetu anajua kila hitaji letu. Hata kabla hatujamwambia, anajua mahitaji yetu. Hata kabla hatujaambia Bwana tukumbuke, Bwana anajua unahitaji kula. Bwana anajua unahitaji kunywa. Bwana anajua unahitaji kuvaa. Bwana anajua unahitaji pesa. Bwana anajua unahitaji kukaa maisha mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Nakuja kukuambia siku ya leo mpendwa, ya kwamba unapoomba, ya kwamba unapotaja ufalme wa mbinguni, ya kwamba unapojiita katika mkutano na uambie Bwana mimi nakuhitaji, uambie Bwana mimi nahitaji uwepo wako, mimi nahitaji hiki na hiki. Bwana Yesu apewe sifa. God know that your needs before you ask. Bwana Yesu asifiwe. When we pray, unapoomba, unapohitaji, unapoenda katika ufalme wa Mungu na unamwambia Bwana nahitaji hiki na hiki, Bwana anajua chochote ambacho unahitaji. So yako wewe ni kuitiza, yako wewe ni kuita Bwana. Mwambie Bwana nahitaji, mimi Bwana nakuhitaji, nahitaji unirejeshe. Ijalishi kuna vile vimeibwa na maadui, ijalishi waadui wanasema nini, ijalishi maadui zetu wanasema nini, lakini don't hear the voice of the people but hear the voice of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Sikia sauti ya Bwana. Usisikie watu wanasema nini, usinjiulize watu wanasema nini kuhusu mimi, yani usitake kujua hata watu wanasema nini. Bwana Yesu asifiwe. Mimi hata sitakangi kujua watu wanasema nini kuhusu maisha yangu, lakini jiulize Mungu anasema aje kuhusu maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. So when we pray, kwanza Biblia imetuambia Bwana anajua chochote ambacho tunahitaji hata kabla hatujaomba. Jiulize mpendwa, unaendanga kwa Mungu aje? Unaendanga kwa Mungu kumwambia aje? Unaombanga aje? Bwana Yesu apewe sifa. Na when we pray, wakati unaomba maombi, unaambia Bwana nahitaji unipe hiki na hiki. Anza za Mungu ni 3. Unaambiwa upoke, ungoje, ama unangoja, unapokea, ama
ama unaendelea kuomba, sababu Mungu anajua unachokihitaji. Bwana Yesu asifiwe. So ile nitawaambia, ombeni bila kukoma. Ombeni Bwana, ita Bwana kila wakati. Ita Bwana katika ufalme wake. Ita Bwana kwa kila jambo. Unapopanga kufanya jambo, mpendwa, usiseme ni mimi nimefanya. Usiseme ni bidii yangu imefanya nifike mahali nimefika. Sio wewe, ni Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Sio wewe umefanya, ni Mungu amefanya. Kwa sababu tukienda kwa hiyo Mathayo 6 basi, tukiingia mstari wa 8, inasema, do not be like them, for the Father knows what you need before you ask him. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni asante Bwana, kwa sababu unajua chochote ambacho tunahitaji hata kabla hatujakuambia. Ni asante Bwana kwa sababu unajua nahitaji kuwa na maisha mazuri hata kabla sijakuambia. Asante Bwana kwa sababu unahitaji niwe katika ministry hata kabla sijakuambia. Ulinichagua. In the book of Jeremiah, the Bible says, Mungu alitujua hata kabla hatujaumbwa. So, na wakati tulikuwa, wakati huo sasa, nataka kusema, chochote ambacho utaomba, amini ya kwamba uko nazo. Mpendo, amini. Amini kwa jina la Yesu. Amini kama una amani umepewa kwa jina la Yesu. Ya kwamba hakuna dustbin ya maombi. Bwana Yesu apewe sifa. Hakuna dustbin ya maombi. Nakuja kukuambia siku ya leo, Mungu ananga dustbin ya maombi mpendo. Omba tu. Omba. Omba bila kukoma. Omba chochote ambacho unahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Omba. Omba Bwana. Ambia Bwana. Kwa sababu hata unaangalia wakati unapoingia kwa maombi, hata wanafunzi wa Yesu, wakati Yesu aliambia Petro nifuate, aliuliza nitapata nini? Bwana Yesu apewe sifa. Wakati Yesu anakuambia umfuate, usiulize utapata nini. Usikufe moyo njoo umeomba sana. Mungu anakuja kujibu maombi yako jioni ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakuja kusikia kilio cha moyo wako. Umelia za kutoza. Umelia sana. Lakini Mungu anakuja kusikia kilio chako. Mungu anakuja kusikia kilio cha familia yako. Mungu anakuja kusikia chochote ambacho unahitaji. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana anajua unahitaji neema. Unahitaji kuwa katika utukufu wa Bwana. Ile tu nitakwambia, trust in the Lord. Trust in the Lord. Trust Lord. Bwana Yesu apewe sifa. Amini tu kutoka kwa Bwana. Amini. Amini mpendwa. Be faithful to the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Nataka jioni ya leo njiulize, wewe unakuanga mwaminifu kwa Mungu aje? Excuse me. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba to be faithful, kuwa tunaaminika. Wewe unaaminika kwa Mungu aje? Wewe wakati wengine wanaenda maombi, unajisacrifice. Wewe wengine wana fast ili Mungu awatendee, unafanya hivyo? Ama unasema wacha hao wafanye kwa sababu wao walisoea kuwa wanafanya hivyo? Haleluya. Ama ni wale wanasemanga hiyo ni yao, sio yetu. Haleluya. Na kutia moyo siku ya leo na kuambia amini kwa Jehova.
kwa sababu Mungu ananga dustbin ya maombi, ya kwamba chochote ambacho utaomba utajibiwa. Hata kama hujajibiwa leo, hata kama hujajibiwa leo, mpendwa, nakuja kukuambia jioni ya leo ya kwamba Mungu anaenda kujibu maombi yako. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana anaenda kujibu kilio cha moyo wako. Bwana anajua ya kwamba unahitaji amani na unataka amani. Bwana akakupe amani katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anajua unahitaji kula na kunywa. Bwana akakupe hiyo neema kwa jina la Yesu. Hata kama adui wamekuinukia, ambia Bwana tawala. Ambia Bwana yote na yapitie unayaona. Ambia Bwana ya kwamba mimi ni unayoyaona. Najua siku moja Bwana utanifungulia njia. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka kukuambia mpendwa, katika huu mwito Bwana ametuita, there is more challenges. Usiangalie challenges. Usiangalie challenges. Usiangalie umeomba unapitia maisha magumu. Usiangalie yale umeyapitia. But angalia Jehova. Bwana Yesu asifiwe. Usiangalie vile wewe umepitia magumu. Usiangalie vile wewe umelia. Usiangalie vile wewe umepitia makubwa. Angalia tu neema ya Bwana. Ambia Bwana, Mungu nahitaji neema yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ili inafanya nikuambie mpendwa, wakati Yesu aliposulubiwa pale msalabani, hakuwa amefanya makosa yoyote. Hakuwa amefanya kitu chochote. Lakini aliwekwa pale ili mimi na wewe tukaweze kusamehewa dhambi. Tukaweze kusamehewa zile dhambi tumefanya, zile makosa tumefanya. Bwana Yesu apewe sifa. Wastahili maana niwe Bwana. Wastahili maana niwe Bwana. Wastahili maana niwe Bwana. Bwana tukuitapo, Bwana unashuka, shuka sasa, sasa, maana niwe Bwana. Shuka sasa, maana niwe Bwana. Shuka sasa, maana niwe Bwana. Tukuitapo, Bwana unashuka. Asante Bwana. Nakuja kukuambia siku ya leo mpendo, unapoita jina la Bwana, Bwana anashuka. Nakuja kukuambia siku ya leo, ijalishi umepitia yapi, lakini I come to prophesy to you that God, we are going to make a new things in your life. Mungu anaenda kutenda makuu na maajabu katika maisha yako. Mungu anaenda kutenda makuu na maajabu katika maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Ijalishi umepigana vita ipi. Ijalishi umepigana vita muda gani. Ijalishi umepigana vita how long. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu ile imefanya nikuambie, hii safari ya wokovu sio rahisi. Ukisoma in the book of Isaiah 1:6. Nataka zizi zote tuipitie mpendwa haraka haraka because of time. Title inasema Isaiah Commission. In the King Uzziah died, I saw the Lord on seated throne high and excellent and the train of the robe. The train of robes filled the temple above him, where Bwana Yesu asifiwe.
kabla sijaendelea sana, Biblia inasema ya kwamba wakati King Uzia alikufa, Mfalme Isaia ndiye anasema huo wakati ndio wakati ule aliona Mungu. Ndio wakati ule aliona yale yote alikuwa anayafanya, yale yote alikuwa anayafanya ni ya bure. Yale yote alikuwa anayafanya ni makosa na ni dhambi. Lakini nakuja kukuambia siku ya leo, ijalishi ni kipi kimekuzuia kuona Mungu. Ijalishi ni kipi kimezuia wewe usipate ufalme wa mbinguni. Ijalishi ni kipi kimekuvunja moyo ya kwamba uendi mbele za Bwana uombe. Ijalishi ni kipi kimekuvunja moyo. Ijalishi ni kipi hicho kinakuja mbele zako kinakosa usione Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Haijalishi ni nini ile inafanya wewe usipate kuona ufalme wa mbinguni. Na kuja kukuambia siku ya leo mpendwa, safari ya wokovu sio rahisi, lakini ile kitu ninataka ni kujikakamua, kujitolea mbele za Mungu, kujitolea sana. Kwa sababu wakati huu Mungu anakuhitaji wewe umfanyie kazi. Anakuhitaji wewe ufanye huduma yake. Anakuhitaji wewe ukatoe huduma yake. Anakuhitaji wewe ukamfanyie kazi. Bwana Yesu apewe sifa. Ukisoma in the book of Isaiah verse 2 says, inasema ya kwamba kulikuwa na malaika 6. Haleluya. Mungu akatupe macho ya kiroho ya kuona neema yake wakati tumepungukiwa. Nao malaika wa serafi walikuwa wanaimba. Wawili walikuwa na mabawa. Bwana Yesu asifiwe. Na walikuwa wanaimba mtakatifu, mtakatifu ni wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Walikuwa wanaimba mtakatifu, mtakatifu ni wewe. Na nataka kukuambia siku ya leo mpendwa, au malaika walikuja na Mfalme Isaia akajua ya kwamba huo wakati mimi sikuwa namjua Mungu. Nilikuwa naangalia yale mambo yote nilikuwa nayafanya, lakini mimi nilikuwa najiambia yanafurahisha Mungu, lakini kwa ukweli hajakuwa yanamfurahisha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu anasema hata midomo yake ilikuwa chafu. Na wakati huo Bwana Yesu apewe sifa. Then ukienda hiyo verse 8 of Isaiah 6 verse 8 inasema, then I heard the voice of the Lord says, whom shall I send? And I sent. Here I am, send me. He sent, go and tell his people, be ever hearing, but never understanding. Be ever seeing, but never perceiving. Bwana Yesu apewe sifa. Verse 8 inasema ya kwamba wakati Isaya mfalme alikuwa anaitwa kama nabii, alikuja na akasikia alikuwa amekozea mbele za Bwana, na Mungu akauliza ninamtuma nani? Isaya akasema So wakati huo ile kitu nataka ujue mpendwa, ama ile kitu nataka kukuambia jioni ya leo, mara mingi ukiwa kwenye dhambi hauwezi sikia sauti ya Bwana. Ukiwa kwenye mambo mabaya yale yamfurahishi Mungu huwezi sikia sauti ya Bwana. Unasikia Mungu anauliza ni nani nimetuma, nani natuma. Isaia anasikia sauti ya Bwana, anasema ni mimi nitume, niko hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati huo Bwana Isaia akakubali mwito ule Bwana alimuita ili akaweze aende akawaambie ya kwamba, kwa sababu Bwana anawaambia. Ukisoma hiyo ya mwisho, Bwana anasema ninawaambia awasikii.
na waambia hawaelewi. Bwana Yesu asifiwe. So nataka kukuambia jioni ya leo mpendwa, nataka ukutia moyo siku ya leo. Kasikize sauti ya Bwana. Sikia sauti ya Bwana inasema nini kwa maisha yako. Ijalishi umelia kwa muda mrefu aje. Haijalishi umelia wakati gani. Ijalishi umelia kutoka wakati gani. Lakini nakuja kukuambia siku ya leo mpendwa. Siku ya leo, siku hii ya leo hii, Mungu anakuja kujibu maombi yako. Bwana Yesu asifiwe. Ile nitakwambia tu, kubali mwito wa Bwana, kubali neema ya Bwana, kubali kuwa mtu wa maombi. Every time, pray without cease. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ndio ile ilikuwa kitu ya kwanza kukuambia ya kwamba omba. Omba. Pray. Pray, 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 pray. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Bwana Yesu apewe sifa. Hata kama umefika mwisho. Kuna mtu kwa ICU saa hii anahitaji neema ya Bwana. Kuna mtu kwa ICU saa hii amelilia Bwana. Mungu naomba uniponye. Mungu utakaponitoa mahali hapa, Mungu nitasifu jina lako. Mungu utakaponitoa hapa, nitainua jina lako. Oh Jesus, thank you Lord. Jiulize ya kwamba unaposema utafanya hayo mambo, unafanya ama ufanyi. Wewe uko hapo tu. Kazi yako ni kukaa hapo kwa nyumba tu. Wengine wakiwa wanatumikia Bwana, wengine wakiwa kanisani, wanatafuta ufalme wa mbinguni, wanang'ang'ana ili wapate ufalme wa mbinguni. Wewe uko hapo tu. Unasema ya kwamba mimi niko hapo, nitabarikiwa tu nikiwa hapo. Na Biblia inasema ya kwamba wakati mmoja wawili wanakutana kwa sababu ya ufalme wa mbinguni, chochote watakachokiomba waamini wako nacho. Haleluya. Nataka kukuuliza siku ya leo mpendwa. Nataka kukutia moyo. Enda tafuta ufalme wa mbinguni. Bila Bible inasema hayo mengine yote yatatufuata. Bwana Yesu asifiwe. Tafuta ufalme wa Mungu. Hayo mengine yote yatatufuata. Haleluya. Ijalishi unayoyapitia. Bwana Yesu apewe sifa. Ijalishi unapitia yapi. Lakini nakwambia siku ya leo, na kutia moyo siku ya leo, ngojea kutoka kwa Bwana. Nakuja na kuambia wait upon the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Sio lazima uwe unaomba tu wakati uko kanisani. Si wakati unaomba wakati uko kanisani tu. Unakuja Sunday, unaenda unaweka Biblia pale, unangoja mpaka siku ya Sunday tena itafika. Mpendwa, jikakamue. Read the word of God. Soma neno la Mungu. Omba kila siku. Omba kila wakati. Unapoenda kufanya kazi zako, omba. Ambia Bwana Mungu nisaidie. Unapoamka asubuhi. Oh, hallelujah. Unapoamka asubuhi mpendwa. Narudia tena mara ya pili. Unapoamka asubuhi mara ya tatu. Command the day. Command your day. Bwana Yesu asifiwe. Useme ya kwamba hata kama hiyo siku unasikia moyo wangu hauna nguvu. Ambia Mungu tu. Siku ya leo Bwana, popote nitakapoenda nibarikiwe. Popote nitakapokanyanga, kila kitu ambacho nitakachofanya kibarikiwe na jina lako. Popote ambapo nitakapoenda, neema ya Bwana iende pamoja na mimi. Na popote nitakapokanyanga, mimi ni mbarikiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Utaenda kwa sababu wewe ni mbarikiwa, na utaenda siku hiyo utabariki. Hautawahi patana na laana mpendwa. Mungu atakuwa anakufungulia mlango kwa mwingine. Ukiamka asubuhi, kama nimejifunza kitu. Before niende kazi, naambianga Mungu Bwana, sasa naenda kazi. Unajua niko na familia inahitaji kukula. Unajua niko na
Mimi mwenyewe nahitaji kula, nahitaji transport. Mungu, nitakapoenda niandalie na unifungulie mlango. Na sijawahi aibika kama mpendo. Na sijawahi aibika. Haleluya. Sihubiri mambo yangu, lakini nataka kukutia moyo nikikwambia, wakati utatarajia kutoka kwa Bwana, unaenda mbali mpendo. Utafika mbali sana. Utafika mbali. The Bible says, when we command this day, jifunze tu kuambia Mungu, Bwana, asubuhi ya leo, mimi kuna kile kitu naenda kufanya. Mungu niongoze. Niongoze katika safari ya leo. Niongoze Bwana. Nitie nguvu siku hii ya leo Bwana. Neema yako Bwana ikanitosheleshe. Ukanipe hekima mfalme. Ukaniongoze. Unitie nguvu mfalme. Ambia Bwana akatawale. Ambia Bwana jioni ya leo tawala maisha yangu. Ambia Bwana nakuhitaji jioni ya leo. Bwana Yesu apewe sifa. Ambia Bwana nahitaji utawale maisha yangu. Ambia Bwana nakuhitaji uongoze kazi yangu. Command the day. Command the day. Bless everything we do. Kitu ya pili. Kitu ya kwanza tumesema uwe mtu wa maombi. Kitu ya pili, repent before the Lord. Bwana Yesu apewe sifa. Tubu dhambi na makosa yako. Bwana Yesu asifiwe. Ambia Bwana, ninatubu dhambi na makosa yangu. Mimi sio mwaminifu. Mimi hata sistahili kufika mbele yako. Glory to God. Command the day. Bless the day. Bwana Yesu apewe sifa. Bariki siku. Na kwa sababu Mungu ni mwaminifu, atatenda, atafanya. Haleluya. Mungu atakutendea kile ambacho unahitaji. Mungu atakufanyia makuu na maajabu. Tubu dhambi na makosa yako. Kuna yale tunafanyanga tukiwa tunajua ama hatujui. Ambia Mungu, Baba nisamehe. Then, umeomba. Unapoomba, ukiwa mwenye dhambi, kitu ya kwanza ni kutubu madhambi na makosa yako. Ili tupate ufalme wa mbinguni. Kutubu dhambi na makosa yako. Haleluya. Ukitubu dhambi na makosa yako, Mungu kutoka hapo, wakati unapokuja mbele za Bwana, unasema Mungu, mimi sio mwaminifu. Mungu, mimi ni mwenye dhambi. Naomba unisamehe. Na Mungu atasikia kilio chako. Bwana Yesu asifiwe. Usijifanye kuwa mfizifu mpendwa. Usijifanye kuwa mwaminifu. Ya kwamba, repent our sin. Tutubu dhambi na makosa yetu. Na Mungu atatusamea. Bwana Yesu asifiwe. Tutubu. Haleluya. Dhambi na makosa yetu. Na Mungu atatuondolea aibu. Haleluya. Mpendwa, siku ya leo, unapoomba, unapotubu, kutoka hapo, soma neno la Mungu kila time, kila wakati. Unapopitia katika magumu, omba Bwana na anatenda. Oh, nani? Oh, Bwana, wewe daima tukuza Bwana, daima tukuza Bwana. Kuza Bwana daima, tukuza Bwana,
moyo wangu. Tukuza Bwana moyo wangu, daima bariki Bwana. Bariki Bwana, bariki Bwana, daima bariki Bwana, moyo wangu. Bariki Bwana moyo wangu, daima inua Bwana, daima inua Bwana, inua Bwana, daima inua Bwana, moyo wangu. Inua Bwana moyo wangu, daima bariki Bwana, daima bariki Bwana, bariki Bwana, daima bariki Bwana, moyo wangu. Bariki Bwana moyo wangu, daima. Damu yatiririka, damu yatiririka, damu ya Kalvari, hata sasa yatiririka. Iyo damu, damu yatiririka, damu ya Yesu, damu yatiririka, damu ya Kalvari, hata sasa yatiririka. Na iyo damu, damu yatiririka, damu ya Yesu, damu yatiririka, damu ya Kalvari, hata sasa yatiririka. Iyo damu, damu yatiririka, damu ya Yesu, damu yatiririka. Na iyo damu, damu ya Kalvari, hata sasa yatiririka. Na iyo damu, damu yatiririka, damu ya Yesu, damu yatiririka, damu ya Kalvari, hata sasa yatiririka. Na kasi zetu Bwana, damu ya Kalvari, damu ya Yesu, damu yatiririka, damu ya Kalvari, hata sasa yatiririka. Na iyo damu, damu yatiririka, damu ya Yesu, damu yatiririka, damu ya Kalvari, hata sasa yatiririka. Iyo damu, damu yatiririka, damu yatiririka, damu ya Kalvari, hata sasa yatiririka. Damu yatiririka, na kasi zetu, damu yatiririka. Na iyo damu, damu yatiririka, hata sasa yatiririka. Kwa kasi yetu Baba, damu yatiririka, damu ya Yesu, damu yatiririka, damu ya Kalvari, hata sasa yatiririka. Kama uendi nasi, hatutaki kutoka hapa, twahitaji neema yako, enda nasi, tutakuwa
mambo yetu, vitu vyote vya thamani kwetu, mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi. Tunaomba utuonyeshe njia zako, kwa maana umetuita kwa jina lako. Twalilia Bwana utukufu na uso wako, nahitaji neema yako, enda nasi. Tutakuwa mambo yetu, vitu vyote vya thamani kwetu, na kasi zetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi. Bwana, kwa kazi zetu tunahitaji ukatembee nasi jioni ya leo. Baba, ni asante kwa sababu ya neema yako na kibali chako mfalme jioni ya leo. Baba, ni asante kwa sababu ya utukufu wa jina lako mfalme wa falme. Baba, ninasema ni asante kwa sababu ya siku ya leo mfalme. Baba, ni asante kwa sababu ya kutubeba mwaka mfalme wa falme. Asante hata kwa neno lako la siku ya leo mfalme wa falme. Umetuambia kwamba tuombe bila kukoma mfalme wa falme. Umetuambia kwamba tuombe neema yako Jehova, ya kwamba tuombe chochote ambacho tutakachohitaji Jehova, ya kwamba Jehova mbia kwamba una dustbin ya maombi mfalme wa falme. Baba, jioni ya leo tunakushukuru na tena kukuinua. Asante kwa wapendwa wetu Jehova, asante kwa neema yako mfalme wa falme. Kuna wale baba ambao wamelazwa hospitalini, kuna wale baba ambao wameishiwa na nguvu mfalme, kuna wale baba ambao hawana nguvu mfalme wa falme. Wanakuhitaji mfalme, ukawalinde Jehova, wanahitaji neema yako na damu yako takatifu mfalme. Jioni ya leo mfalme, tunanyenyekea chini ya miguu yako, tukitubu dhambi na makosa yetu Jehova, tukitubu dhambi za kila mmoja mfalme. Tunaomba ya kwamba ukutusamee dhambi na makosa yetu. Tunaomba Baba ukatulinde Jehova, tunaomba mfalme wa falme ukatuongoze. Naomba Baba ukaongoze hata familia yangu mfalme. Naomba Baba ukailinde na ukaitakase katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Asante kwa damu yako takatifu. Baba, tunasema ni asante kwa sababu ya mwaka wa 2026 Jehova, ambaye ni mwaka wa kubarikiwa, ambaye ni mwaka wa kuinuliwa, ambaye ni mwaka wa kukumbukwa. Baba, katika jina la Yesu, Baba, tunahitaji neema yako. Baba, tunahitaji kibali chako. Pale ambapo hakuna kibali mfalme, tunaomba Baba kukubalika katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba, tunashukuru jina lako. Baba, tunainua jina lako. Baba, tunakushukuru mfalme, jina lako lililo juu ya miungu yote, jina lako lililo juu ya majina yote. Mfalme, walio wagonjwa Jehova, ukawakumbuke mfalme, ukawatie nguvu ya Shaddai, ukawajaze upya Jehova, ukawaandalie meza mbele ya adui zao mfalme, ukawabariki mfalme wa falme. Kuna wale Baba wamefika mwisho mfalme, wanakuhitaji Jehova nishi. Baba, ukawafungulie malango, Baba ukawafungulie madirisha ya mbinguni Baba, katika jina la Yesu. Baba, tunakuita jioni ya leo Baba, ukawafungulie milango, ukawafungulie milango mfalme. Kuna wale wanahitaji kazi Baba, kawape kazi mfalme. Kuna wale wanahitaji neema Baba, ukawape neema yako mfalme. Kuna wale wanahitaji mfalme kutembea katika utukufu wako Baba, kawajaze upya. Wanahitaji Roho wako Mtakatifu Baba, katawale maisha yao Baba, katawale maisha yao Baba. Unapowabariki mfalme Baba, ukanibariki Jehova. Unapowatakasa mfalme, ukawatakase Jehova Baba. Mwaka huu mfalme ukawe mwaka wa baraka, ukawe mwaka wa kuinuliwa, ukawe mwaka wa kukumbukwa katika jina la Yesu Kristo. Asante Yesu,
Asanti kwa neema yako Baba. Asanti Baba, unaenda kusikia kilio zetu jioni ya leo. Baba, unaenda kutupangusa machozi yale ambayo tumelia last year Jehova. Asante mfalme, kwa sababu unaenda kutukumbuka, mfalme wa falme. Baba, ni asanti kwa wema na fadhili zako. Baba, ni asanti kwa neema yako mfalme. Baba, ni asanti kwa yale umetenda maishani mwangu mfalme. Niseme nini Baba bali na kushukuru. I repent my sin before you Lord. Ninatubu dhambi zetu jioni ya leo mfalme. Onekana Mungu wa miungu. Baba, tuongoze. Tutie nguvu Jehova. Tutie nguvu mfalme wa falme. Tutie nguvu mfalme wa falme. Baba, tunaomba ibita ya kwamba sio bietu bali ni biyako mfalme. Baba, ibita sio bietu bali ni biyako Shaddai. Oh Lord, we give you all the glory. We give you all the adoration this evening. Thank you Jesus, because of everyone, King of glory. Kuna wale Baba ambao wanakuhitaji mfalme. Kuna wale Baba wamefika mwisho mfalme, kawape mwanzo mpya. Kuna wale Baba wamekulilia mfalme, kawatie nguvu. Kawatie nguvu Yesu. Kawatie nguvu Yesu. Damu ya Yesu, damu ya tiririka. Damu ya Kalvari, sasa ya tiririka. Damu ya tiririka. Damu ya tiririka. Oh, damu ya Kalvari, hata sasa ya tiririka. Na hiyo damu ya tiririka. Damu ya Yesu, damu ya tiririka. Damu ya Kalvari, hata sasa ya tiririka. Bwana, damu yako iliyotiririka pale msalabani inaweza yote. Inaweza kutenda makuu na maajabu katika maisha ya kila mmoja. Baba, hata kuna wale Baba ambao wanakuhitaji mfalme, kawafungulie milango na madirisha ya mbinguni. Baba, ni asanti kwa neema yako na kibali chako. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya jioni ya leo. Baba, ni asanti kwa sababu ya neema yako. Asante kwa utukufu wa jina lako mfalme wa falme. Baba, tunakuinua na tena kukutakasa. Kumbuka wale ambao wako hospitalini mfalme. Wale wako na mahitaji mbalimbali mfalme, kawakumbuke. Kuna wale wako hospitalini mfalme, kawakumbuke. Kuna wale Baba wako safarini Baba, kawakumbuke. Kuna wale Baba wako wameachwa na wapendwa wao mfalme, kawatie nguvu wakati mgumu mfalme wa falme. Baba, kumbuka kila mmoja na hitaji lake. Baba, kumbuka kila mmoja na mahitaji yake. Tunaomba haya machache tukiamini katika jina la Yesu uliye mkuu, naomba hata na kushukuru. Amen. Mpendwa, ni asante kwa hii. Ile nitakuacha naye ni kukuambia kwamba umebarikiwa na wewe ni mbarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba wewe chochote popote utakapokanyanga, popote utakapoenda, wewe ni mbarikiwa. Haleluya. Na chochote ambacho Mungu amebariki, hakuna wa kukilaani. Enda ukinjiringa ukisema ya kwamba mimi ni mbarikiwa wa Yesu. Haleluya. Wewe ni mbarikiwa wa Mwenyezi Mungu. Wewe ni mbarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Shalom, shalom. Mungu wa amani awabariki, awatende mema. Ile nitaanza kuambia ni ile tulimalizia naye. Endelea kusoma neno la Mungu, endelea kuita Mungu kila wakati, na wakati ambao umeona umefika mwisho, huo ndio wakati wa mwanzo wa Mungu. Nataka kukuambia
Mungu anaenda kukubariki, anaenda kukuinua, anaenda kukupanulia mipaka, anaenda kukutendea makuu na maajabu, ataenda kukuinua zaidi na zaidi. Na Mungu wa amani awabariki na awatende mema. Kwa majina yangu naitwa Evangelist Boniface, nimeokoka na mpenda Yesu. Nashiriki na kanisa la Pentecost pale Kinyanka. Mungu wa amani awabariki na watende mema. Asante kwa neema ya Bwana itembee nanyi, na popote ambapo mtakapoenda hii wiki kuanzia leo mpaka next week, Mungu wa amani awabariki. Jumamosi ya leo, Mungu wa amani awainue na watende mema. Bwana Yesu asifiwe. Usione umefika mwisho. Usiangalie uone mahali nimefika mimi sina mpendo. Hata wote wakikukataa, Mungu hajakukataa mpendo. Hata wanadamu wakikukataa, Mungu hajakukataa. Ambia Mungu tu akutawale. Bwana Yesu asifiwe. Nyinyi ni wabarikiwa. Yote ambaye atakayepitia hili neno ya kwamba Mungu amembariki, amemtenda mema. Na ni kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu wa amani awabariki na watende mema. Awe pamoja nanyi mpaka wakati tutakutana tena. Nitafanya part. Niko na YouTube part 1, part 2 na part 3. Hii ndio part yangu part 3 ya preaching. Na ile nitawaambia tu wapendwa watumishi wa Mungu, mshindi kuniombea, Mungu aniinue zaidi. Najua Mungu ananipeleka mbali pamoja na familia yangu. Mungu anatupeleka mbali. Ninajua huwezi omba Mungu ubaki jinsi ulivyokuwa. Bwana Yesu apewe sifa. Ukitaka kusaidiwa na maombi, namba yangu ni 0746 600 603. Na Mungu wa amani awabariki na watendee mema. Namba ya simu ni 0746 600 603. Mungu wa amani awabariki na watende mema, na popote ambapo mtaenda mmebarikiwa. Shalom, shalom. Amen.